Leo tumehudhuria katika ofisi hizi za TLS kwa ajili ya kuzungumza mambo kadhaa, na ilikuwa ni kongamano la wanawake wanawake wanasheria. Kongamano lao ambalo limelenga kuzungumza mambo kadhaa. La kwanza ilikuwa ni kufasiri upya mafanikio, lakini pamoja na demokrasia, na kuangalia pia nafasi ya mwanamke na hasa katika masuala ya uchaguzi na masuala ya rule of law. Sasa katika kufanya namna hii, jambo moja kubwa ni kwamba kwanza nimefika hapa kumwakilisha Mheshimiwa Rais ambaye alialikwa, na kwamba kutokana na masuala ambayo yanaendelea sasa katika taifa letu, Mheshimiwa Rais yuko nje na mkoa wa Dar es Salaam kwa ajili ya kampeni za kisiasa kwenda kusaka dola. Lakini jambo la muhimu ni kwamba tunaangalia sasa mafanikio yaliyofikiwa tangu TLS iweze kuundwa mwaka 1954, na kwamba kumekuwa kuna mabadiliko mengi sana kisheria, kumekuwa kuna ushiriki mkubwa sana wa wanawake, kumekuwa kuna teuzi nyingi za kiuongozi kwa wanawake, lakini pia kumekuwa kuna nafasi nyingi maalum kwa wanawake kushiriki katika uongozi. Sambamba na hilo, hayo yamepimwa kuwa ni mafanikio mapya, lakini yamepimwa pia kuwa ni mawanda na makuzi makubwa ya kidemokrasia. Na jingine la msingi sana ni kwamba TLS na pamoja na Taula, pamoja na TAMWA, wote hao tulikuwa nao hapa. Na kwamba jambo jingine la msingi sana ambalo limezungumzwa ni kuhusiana ushiriki sasa pia wa wanasheria wanawake katika utetezi wa kundi hili muhimu la wanawake, lakini mbili, katika utetezi wa nafasi zao za kisiasa, lakini tatu, katika masuala mengineyo ya unyanyasaji wa kijinsia. Jambo la muhimu ambalo tumeliangalia ni kwamba wanawake ni kundi muhimu na ni kundi maalum, na ambalo lazima liondokane na baadhi ya vitu. Moja, ikiwa kunyanyaswa kijinsia, lakini mbili, ikiwa ni kunyanyaswa katika masuala mbalimbali katika position nyingi za kisiasa. Na ndio maana hapa nipo na makamu rais wa TLS, wakili msomi Leticia, ambaye pia amefafanua namna safari ya TLS tangu mwaka 1954 hadi hivi sasa na mafanikio yake. Lakini pia tumekuwa na mambo machache pia kuzungumza, kwamba mwanamke hapaswi kuwa moga katika kuelekea kwenye mapinduzi ya aina yoyote. Tumeona hapa kuna wanawake wawili tu ambao ndio wamewahi kuwa marais wa TLS tangu mwaka 1954. Nadhani ni Fatuma Karume na wakili Demelo. Sasa ukiangalia ni safari ya muda mrefu. Kwa ni wajibu sasa wa wanasheria, wa wanawasomi, wanawake kuweza pia kuwa sehemu na kuwa chachu ya uongozi wa juu kuanzia TLS yenyewe na mpaka maeneo mengineyo ambayo tunafanya. Lakini tume appreciate mchango wa Taula, kwamba Dr. Asha Rose Migiro ametokana na Taula, lakini zaidi pia Dr. Tulia Ackson ametokana na Taula. Leo tunamuona Dr. Tulia akiwa ni rais wa mabunge duniani, na tunamuona pia Asha Rose Migiro akiwa ni naibu mtendaji wa UN. Nadhani mnakumbuka ameshakuwa mtendaji naibu, lakini sasa hivi tunamuona akiwa ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, na hapo nyuma tunamuona akiwa ni mwanadiplomasia aliyeteuliwa kuiwakilisha Tanzania huko Uingereza. Lakini hapo nyuma tena tunamuona Dr. Asha Rose Migiro akiwa amegombea nafasi za urais, na kina ameshashika pia nafasi za uwaziri. Kwa hiyo imekuwa ni mjadala mpana, na ambao leo sasa wanaendelea kufanya mijadala mbalimbali inayohusiana na masuala ya uongozi na inayohusiana pia na masuala mengineyo mengi ya saikolojia. Lakini tumehitimisha kwamba don't allow your ego to be your enemy. Don't allow your ego to be your enemy. Allow your ego to be your friend. Usiruhusu ego kuwa adui yako. Ruhusu ego kuwa rafiki yako, ili uweze ikusaidie kujitafsiri wewe mwenyewe kwamba unaweza bila mtu mwingine. Naitwa Leticia Petro Ntagazwa, ni wakili lakini pia ni makamu wa rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika. Leo ambayo ni tarehe 4 ya mwezi wa 10 tulikuwa na jukwaa la
wanasheria wanawake, ambao kimsingi tunaposema jukwaa la wanasheria haina maana kwamba ni kwa ajili tu ya wanasheria peke yao. Tumekaribisha pia na wanawake wengine kutoka kwenye kada nyingine mbalimbali ili kujumuika na sisi katika kuhakikisha kwamba tunakaa pamoja na tunatafakari mambo tofauti tofauti yanayohusiana na mwanamke. Kwa hiyo jukwaa la leo lilikuwa tukilenga kuzungumzia masuala mazima ya mafanikio ya mwanamke katika uongozi, lakini kuzungumzia masuala ya ustawi kwa ajili ya wanawake. Kama ambavyo mnafahamu, siku hizi kumekuwepo na changamoto kubwa sana ya afya ya akili, lakini wakati mwingine hata mazoezi akina mama hatufanyi kwa sababu ya majukumu mengi tulionayo kama wanasheria wanawake. Kwa hiyo tulikuwa tunakumbushana. Kwa mfano leo hapo tuko na Dr. Mauki kuhakikisha kwamba angalau anatupitisha kwenye yale mambo ya msingi ili wanawake tuwe vizuri, lakini pia tulikuwa tukizungumzia masuala ya uchaguzi pamoja na utawala wa kisheria. Kimsingi tunapoelekea uchaguzi mkuu, nafasi ya mwanamke, tena mwanamke msomi au mwanamke mwingine yoyote wa kawaida, ni ya muhimu sana sana. Sasa tukaona tuwe na hili jukwaa kuelekea uchaguzi mkuu kuweza kujadiliana ni mambo yapi hasa ambayo tunaweza tukayafanya kama wanawake wanasheria kusaidia jamii. Tukumbuke kwamba kwa mujibu wa kifungu chetu cha 4 cha sheria ya Tanganyika ni kwamba tunao wajibu sisi wanasheria, mawakili, kuhakikisha kwamba tunalinda haki za Watanzania, tunasaidia katika utetezi wa haki za Watanzania. Kwa hiyo leo hii tulikuwa tunakutana pia kuweza kuendelea kukumbushana wajibu wetu wa kuhakikisha kwamba tunasaidia umma wa Watanzania waweze kupata haki zao.